Kwa majina naitwa Doris Mwakipa, ni daktari bingwa wa magonjwa ya watoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Sasa pia tunaweza kuongelea kuhusu dalili. Dalili ni kama ugonjwa wenyewe ulivyo. Dalili ambazo tunaziona kwa wepesi ni kikohozi cha mara kwa mara. Kukohoa kupo, mtu anaweza akakohoa, mtoto akakohoa mara moja mara mbili, isiwe shida. Lakini pale ambapo ugonjwa umeshamuathiri, basi kikohozi kitakuwa cha mara kwa mara. Tunao dalili pia ya mafua kuchuruzika kutoka puani. Lakini dalili nyingine, homa, anakuwa na joto la mwili linapanda. Lakini pia tunaweza tukafika mbali zaidi, dalili hizi zitamletea hata kushindwa kupumua. Kama mafua yatambana sana au yataathiri mfumo wa hewa kwa ukubwa. Lakini pia iko dalili ya kuwashwa kooni ama maumivu ya kooni. Kwa hizo ni dalili za mapema ambazo zinaweza kuonekana kwa mtoto mwenye magonjwa ya kifua, kikohozi na mafua. Yapo madhara ambayo pia tunaita complication, ambayo yanaweza yakapelekewa baada ya hizi dalili za awali kutokea. Ambapo madhara mojawapo, mtoto huyu ataishiwa hamu ya kula, atashindwa kula vizuri. Lakini pia hata swala la kulala hatopata usingizi vizuri. Kwa hiyo na baadaye mwili wake utadhoofika. Na kitu kingine ambacho madhara yanaweza kutokea ni anaweza kuambukiza watoto wengine au watu wengine kwenye familia ambayo yupo au hata shuleni ambako anasoma. Matibabu ya ugonjwa huu. Matibabu ya ugonjwa huu mara nyingi ya magonjwa haya ni kutokana na dalili ambazo mtoto anazipata. Kwa hiyo kama homa ni kali, joto la mwili limepanda, atapewa dawa ya kushusha joto. Lakini tunapenda pia apewe vimiminika vya kutosha. Sababu anapokuwa na kikohozi au na mafua, uhemaji wake unakuwa pia wa haraka haraka, kula yake inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo ili kumrudishia ubora wa afya yake, anatakiwa apewe vitu vya vimiminika zaidi na vya moto. Kwa hiyo unaweza ukampa maji, chai, supu. Lakini kama ni mtoto anayenyonya tu, hajafikia umri wa kula vyakula vingine, basi anyonyeshwe mara nyingi zaidi. Lakini pia matibabu mojawapo ni pamoja na kuweka mazingira safi. Kwa sababu tumeona kichocheo kimojawapo ni mazingira yenye moshi au mazingira yenye vumbi. Kwa hiyo kama tunaweza kufanya usafi vizuri, mazingira yakawa masafi yenye hewa nzuri, pia itamsaidia vile vimelea kuondoka katika ule mfumo wa hayo mazingira na mtoto akaendelea kupona vizuri. Hayo ni matibabu ya awali ambayo anaweza kutibiwa nayo. Lakini pia fikapo hospitali pia tuna matibabu zaidi anaweza kupatiwa. Ambapo kwa hospitali tunatoa dawa za kushusha homa, ambao hata mama anaweza kuwa amempa kama matibabu ya awali akiwa nyumbani, na hospitali pia tunatoa dawa ya kushusha homa. Kwa upande wa matibabu kwa changamoto ya mafua na kikohozi. Sasa endapo utaona mtoto wako ana changamoto au dalili au madhara kama hayo niliyoelezea hapo awali, tunakushauri uweze kufika hospitali kwa ajili ya ushauri na huduma zaidi au matibabu zaidi kutokana na dalili ambazo mtoto wako atakuwa nazo kwa wakati huo. Karibu hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, huduma bora kipaumbele chetu. Karibu tukuhudumie, sisi ni ndugu na rafiki namba moja wa mgonjwa.